Asante sana mpenzi subscriber. Karibu sana kwa channel hii uipendacho. Jeshi ya mtu mmoja, na kuletea matukio na habari na vituko mbalimbali za dunia. Mpenzi subscriber, unajua dunia hii ina maneno mengi sana. Ina vituko, ina sarakasi. Dunia hii ina sarakasi. Dunia nakwambia ina sarakasi. Dunia hii ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia, ametujalia, ametuneemesha. Dunia ina sarakasi. Si dunia yenyewe, ni binadamu wana mambo. Dunia, binadamu wana mambo nakwambia. Mpenzi subscriber, amini usiamini, kule Croatia, unajua kuna nchi inaitwa Croatia. Hiyo mji iko huko sehemu ya Europa ya juu. Mji mkuu ni Zagreb kule Croatia. Kuna mtawa mmoja anaitwa Maria Tajana Zoro. Maria Tajana Zoro, mtawa ya dhehebu ya Katholiki. Maria Tajana Zoro kule Croatia. Nafikiri ni Muitaliani. Italiani ndio jina la Kitaliani. Unajua watawa wanatoka nchi mbalimbali, wanaenda katika sehemu mbalimbali. Sasa huyo Maria Tajana Zoro mwenye umri wa miaka 35, mnamo tarehe 28 Novemba, hiyo wiki iliyopita hii, tarehe 28 Novemba, Maria Tajana Zoro mwenye umri wa miaka 38, mtawa wa Katholiki, mtawa wa dhehebu ya Katholiki kule Croatia, mji mkuu wa Zagreb, alizua kizaazaa na kazua taharuki mkubwa alipopiga nduru. Alipiga bonge la nduru katika mji mkuu wa Zagreb. Amesema amepiga nduru na amesema amedungwa kisu. Amedungwa kisu na damu inatoka. Huyo Maria akakimbizwa katika hospitali. Alisema amedungwa kisu na aliyemdunga ametoroka. Na wakati alikuwa akidungwa, yule aliyemkuwa akimdunga alikuwa anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akamdunga kisu, halafu huyo jamaa akatoroka. Yeye akaanguka chini, akapiga nduru kweli kweli, akapiga mayowe kabisa kule Zagreb, mji mkuu wa Croatia. Nani huyo? Maria Tajana Zoro. Tumepatana hapo. Huyo mtawa mwenye umri wa miaka 35 ya dhehebu ya Katholiki akakimbizwa hospitali. Alipokimbizwa hospitali, habari ikaenea kabisa. Kasema jameni, kuna mtawa ameuawa na magaidi wa Kiislamu ambao amesema Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikawa ni bonge la issue. Hiyo ni wiki hii itendeka kule Zagreb, mji mkuu wa Croatia. Sasa hiyo taharuki, watu wengi waliamini ya kwamba huyo binti ama huyo mtawa amefariki. Lakini kwenda kuchunguzwa vile imeenea, habari ikajulikana kwamba huyu mtawa yuko hospitali, ana majeraha kidogo katika tumbo lake hapa.
ikaangaliwa uchunguzi, kwa nini CCTV, zile kamera CCTV, akaona hakuna kilichotendeka. Ni yeye binti huyo alikuwa amefanya nini? Ameanguka pale chini. Ikachunguzwa, ikatafutwa vipi hiyo kisu ilipatikana pale, manake aliona kisu ikiwa chini. Ikagundulika kwamba huyo Maria Tajana Zoro alienda akanunua kisu ye mwenyewe akajikata kidogo na akapiga nduru, akasema kwamba amedungwa na mtu ambaye kwamba amesema Allahu Akbar. Jamaa alipiga sauti ya Allahu Akbar na akapiga nduru, amedungwa kisu na Muislamu ambaye amesema Allahu Akbar, mwenye siasa kali. Sasa CCTV kaangaliwa, binti yuko hospitali. Unajua wakati hiyo habari ikisema Allahu Akbar, sasa hiyo habari ikaenea. Kumbe binti mtawa alipelekwa hospitali. Alipelekwa hospitali kaanza kuchunguzwa CCTV na nini. Binti hajakufa, majeraha kidogo, hajafa. Kule nje watu wanasema ati amekufa, ameuawa na Muislamu ambaye amesema Allahu Akbar. Dunia nakwambia. Kumbe CCTV kakuja kaangalia binti mwenyewe ndo alijidunga hapa. Alafu asinigizie ni Muislamu. Muislamu ndo amefanya hivyo. Mtawa wa Katoliki. Ilikuja ikagundulikana na baada ya uchunguzi ikapatikana huyo binti amesema uongo, na yeye mwenyewe ndio amejifanya nini? Alienda kanunua kisu akajidunga mwenyewe, akajikata mwenyewe, na yeye hajafa. Unaona? Croatia hapa juu karibu. Mimi niko Italia lakini Croatia iko hapo si mbali na hapa. Hii habari ni ya ukweli, siwapigi story tu hizi za kaya za Bunwasi. Maria Tajana Zoro, mtawa wa miaka 35, nafikiri raia wa Italiano, mtawa wa kanisa Katoliki. Ameenda akajinunulia kisu mwenyewe, akajikata mwenyewe, akapiga nduru, akasema aliyemdunga amesema Allahu Akbar. Habari ikaenea, watu wakasema mtawa ameuawa na Muislamu. Habari ikaenea ikafika kule. Polisi wakakuja kajungua, kaangalia CCTV akakuta ni poroje huyu mwenyewe amejidunga mwenyewe, amejikata mwenyewe. Hakuna cha Muislamu ama babaki Muislamu. Na maneno dunia hii inakwambia, penzi subscriber, uongo watawa. Hii si mchezo. Bwaga comment hapo useme wewe umeionaje hiyo habari. Ni ukweli mtupu. Imetoka hiyo habari, hiyo kisa imetoka tarehe 28 mwezi wa Novemba wiki iliyopita kule Zagreb, mji mkuu wa Croatia. Hapa tu karibu tu na Italia. Ubavuni mwa Italia kuna nchi inaitwa Croatia. Haya, mimi nimeenda. Sina maneno mengi na waletea habari kemkem. Subscribe, bwaga comment yako, na wale ambao wamesubscribe asanteni sana kwa kunishika mkono. Mimi ni jeshi la mtu mmoja.